بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، tulisimama katika surati Safat katika aya ya 75 na kuendelea kuhusu kisa cha Nabii Nuh, baada ya kuelezea kwa ujumla kwa wale waliopewa indhar, lakini haikuwafaa kitu maonyo yote haya. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akawaangamiza waliostahiki kuangamizwa. Fandhur kaifa kana aqibatu almundharin, na wakaokolewa wale waja waliokuwa wema, ila ibadallahi almukhlasin, isipokuwa wale waja waliotakaswa na Mwenyezi Mungu. Tukasimama katika aya 75, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Walaqad nadana Nuh falani'mal mujibun ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. آية 82 ndio mwisho maelezo habari za Nuh katika sura Safat. Walaqad nadana Nuh, na kwa hakika ametuita Nuh, fala ni'mal mujibun, na sisi tulikuwa bora wa kujibu. Walaqad nadana Nuh fala ni'mal mujibun, naam, kwa hakika ametuita Nuh na sisi tukawa bora wa kujibu, bora wa kuitikia. Hajasema faajabna, tukamjibu tukamwitikia, la. Na kama alivyosema Sharawi, ni'ma da'i yuqabal bi ni'ma almujibun, bora wa wahitaji hukabiliwa na ubora wa nini, wa waitikiaji, huwa Allah. Na kadhalika Allah hajasema fa ni'ma almujib, ni mbora wa nini, wa kujibu, bali wenye kuwajibu, almujibun. Kana almaqsud, kama kwamba almaqsud hapa ni kwamba Allah anawajibu kwa kila kitu, wasaili anazozitaka mwenyewe, kwa askari wake wote anataka wenyewe, ikiwa kwa askari ya amri ya kun fayakun, amri ya kuamrisha maji yaangamize wadudu, germs, virus, chochote kile Mwenyezi Mungu, malaika anatumia silaha atakazo, kwa sababu wama ya'lamu junuda rabbika illa hu, hakuna anayejua jeshi la Mwenyezi Mungu, askari wa Mwenyezi Mungu ila mwenyewe tu Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo hapo laqad nadana Nuh tadullu ala anna kulla wasail ma nafa'at, njia zote alizopita Nuh hazijafaa kitu, bali alipata mateso na mateso tu. Miaka 950 ya kulingania watu hajasaidia kitu. Tukitizama katika surat Nuh, njia kadha kadha ameshazitumia katika kuwalingania watu wake. Nuh kama ilivyokuja hapa, tumempeleka Nuh kwa kaumu yake, akawapa, akawaonya kwamba kuna adhabu kali inakuja, ninakuonyeni nyinyi watu wangu, muabuduni Allah, mcha Mungu, mumtii, ataghfireni dhambi zenu na atakuchelewesheni mpaka ajali aliyokuwekea, ili apate kupelekeni peponi. Na ajali ya Mwenyezi Mungu, wakati wa Mwenyezi Mungu alioweka unakuja wala hautocheleweshwa, kama mnajua. Wakasema qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, nimalingania kaumu yangu usiku kwa mchana, falam yazidhum duai ila firara, kila nikiwalingania wanakimbia zaidi. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum, na mimi kila nikiwaita
ili upate kuwasamehe. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, wamekaa wakitia vidole vyao katika masikio yao ili wasipate kusikia. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum, na wakajifunika kwa nguo zao. Wasarru wastakbaru istikbara, wakashikilia tu kuendelea na kibri zao, kutokutaka kufuata maamrisho alikuja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo akaendelea kusema katika surati Nuh, thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, thumma inni da'awtuhum jihara, nimeita hivi alana kwa dhahiri, ikisha nikawaita tena kwa siri kwa kila njia. Faqultu astaghfiru rabbakum, nikaambia mwombeni maghfira Mola wenu, ombeni msamaha kwa Mola wenu. Amewatangazia kwa kelele, amewatangazia kwa siri, amewatangazia kila njia na kuambia ombeni msamaha kwa Mola wenu mlezi. Innahu kana ghafara, ya mwingi wa kusamehe. Yursilu samaa alaykum midrara, atakuleteni mvua yenye kunyesha mfululizo. Wayumditkum bi amwal, atakupeni mali, wa banina, na watoto. ويجعل لكم جنات, atakupeni mabustani mazuri mazuri. ويجعل لكم anhara, atakufanyeni mito. Haya yote haya hayajawa na maana yote kwa kaumu ya Nuh ya miaka 950 alikuwa akiwalingania watu wake bure. Hawataki kabisa, hawataki kurudi kwa Mola wao. Kwa hivyo ukitizama Nuh mpaka mwisho, baada ya kuisha amechoka na vitendo vyao, qala Nuh rabbi innahum asawni, ewe Mola hawa wafuasi wangu wameniasi, wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara, wamefuata yasiwasaidia chochote ila kupatia hasara. Wamakaru makran kubara, wakafanya vitimbi vyao vikubwa, wakaendelea kuabudu masanamu. Wadda na Suwa na Yaghuth na Yauq na Nasra walikuwa wameachonga haya. Wakad dhallu kathira, na wengi mapoteza. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliposikia wito wake kwa kusema وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا, usimwache yote katika ardhi katika makafiri hata mmoja. Innaka intadharhum yudhillu ibadak, kama utawacha hawa wanaendelea kuishi basi watapoteza waja wako. Tena basi wala yalidu illa fajiran kafara, na watakaozaliwa wote hatakuwa ila waovu madhalim na makafiri. halafu akaomba maghfira ya mwenye rabbi waliwalidayya waliman dakhala baiti ya mu'minan walilmu'minina walmu'minat wala tazidi dhalimina ila tabara. Kwa hivyo wito wake alipomwita fala ni'mal mujibun, Mwenyezi Mungu akamwitikia. Na ndio kwa maana ukienda katika surat al-Qamar kama unasoma utaona kwamba wamekadhibisha kadhabat qablahum qawm nuh fakadhabu abdana wa qalu majnun wazdujir, wamemkadhibisha na kumkanusha akasema huyu mwendazimu, na wakamtolea kali wakamkaripia. Fadaa rabbahu, basi alipomwomba Mola wake dua yake, wanadana Nuh hapo tena nini kasema, anni maghlubun fantasir, ewe Mola mimi nimeshindwa basi ninusuru. Sasa katika maangamizi yao kama surat Hud tulivyosoma kabla na surat Qamar pia inachambua yale kunasema fafatahna abwaba as-samaa, basi tukaifungua milango ya mbingu, bima'in, kwa kuteremsha maji, bima'in munhamir, bima'in munhamir, kwa maji yalikuwa kiteremka. Subhanallah, katika sura Qamar yule kwa maji yalikuwa kimiminika kwa wingi kabisa.
wafajjarna al-ardha, hayo maji ya mvua ya juu kwa wingi wake ya maji ya kuangamiza. Halafu tena wafajjarna al-ardha, halafu tukafanya nini ardhi? Tukaipasua ardhi, tukazipasua ardhi. Kwa nini? Kwa kitu gani? Uyunan, kwa kutoa chemchem chungu zima. Faltaqa almaa, hapo sasa yakakutana maji ya mvua kwa wingi na mifuriko ya chini katika ardhi iliyopasuliwa. Waltaqa almaa, subhanallah ya rab. Anasema hapa faltaqa almaau ala amrin qad qudir, yakakutana maji katika jambo ambalo lilikwisha kadiriwa na Mwenyezi Mungu kwamba waangamizwe. وحملناه على ذات ألواح ودسر وحملناه نتكوابيبا نوح ناتواك الواميني على جوا سفينة جوا جهازي أما هابا ميتو ذات ألواح ودسر katika safina ya mbao na kamba. Tajri biayunina, huku inakwenda kwa mbele ya macho yetu, kwa himaya yetu na kwa kunusuru kwetu, kwa mtazamo wetu tunaitazama, kwa kulinda ulinzi wetu. Tajri biayunina jazaan liman kana kufir, walioangamizwa basi ilikuwa ni jaza yao, malipo yao kwa kule kufuru kwao. Walaqad taraknaha aya, na tukiawacha hii kama ni ishara. Fahal min muddakir, yuko nataka kupata ili onyo likamonya likamkumbusha. Fakaifa kana adhabi wa nudhur, basi ilikuwaje adhabu yangu na maonyo yangu. Subhanallah. Haya tutakuta katika surati al-Qamar namna gani Mwenyezi Mungu alivyomjibu Nuh, fala ni'mal mujibun. Hapa Mwenyezi Mungu alafu anasema katika sura hii ya surati Safat, fala ni'mal mujibun wa najaynahu wa ahlahu, tukamwokoa yeye na ahli yake min al-karbi al-azim, kutokana na msiba uliokuwa adhim mkubwa kabisa. Waj'alna dhurriyyatahu humul baqin, na tukajalia vizazi vyake dhuria zake ndio zenye kubakia. Na utaona kwamba hii Mwenyezi Mungu aliposema mwanzo kwamba yani tumempa nani wanajina, tumempa ujumbe Nuh kama kwamba mnashabihiana na ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika aya ya Shura ya 13, shar'a lakum min ad-din, Mwenyezi Mungu amekuleteni sheria yake, amekufaridhishieni min ad-din, katika dini, ma wasa bihi Nuhan, kama alilowasia Nuh kabla yake. Na utaona kwamba Nuh alikuwa na umumiyat risala, ujumbe wake kwa wote, kwa sababu ulimwengu wa Nuh wakati wake ni wale ambao waliopona kutokana na mifuriko na kuangamizi ya Mwenyezi Mungu. Wale walioamini wakaenda na chombo chake ndio ulimwengu wake wote. Na kama Mtume sallallahu ujumbe wake umekuja ni umumiyat risala kwa watu wote, general, kwa kila mtu, kwa kila zamani, kwa mpaka siku ya kiyama. Kwa hivyo utaona kwamba Nabii Nuh alikuwa kama ni mtume wa ulimwengu wote kwa wakati wake. Naam. Na kwa sababu hayo ndio kwa maana Mwenyezi Mungu akajalia ili dhuria yake, vizazi vyake viendelee, watakaobakia waendeleze kazi aliyopewa Nuh. Na mara nyingi kwa hivyo inapoelezea sheria ya Mwenyezi Mungu, mtume baada ya mtume kutajwa katika sehemu mbalimbali za Qur'ani, huanza kwa Nuh, halafu akaja Ibrahim na wengineo. Na kama ilivyokuja katika surat Al-Imran, katika Al-Imran tumeona kwamba nini, inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. طيب waj'alna dhurriyyatahu humul baqin, naam, tukaacha dhuria yake ndio wenye kubakia. Dhurriyyata, na huku kasema
katika aya wanajainahu wa ahlahu tukaokoa yeye na ahli yake. ahli yake gani? Na huku mtoto wake tunaambiwa mtoto wake mmoja kazama, na huku Nuh anaomba wanada Nuh rabbahu faqala rabbi nabni min ahli, mtoto wangu katika ahli yangu, wa inna wa'daka alhaq, na ahli yako ni haki, wa anta ahkamul hakimin, wewe ndio mwenye hikma kuliko wote. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik, sio katika ahli yako, innahu amalun ghayru salih, huyu yote ni amali yeye, huyu mwanao alikuwa kafir, alikuwa amali zake sio njema, kwa hivyo mش min ahlik, ahli yako wewe ni nas. Watu wote linas wana ubuwa na bunua, ubaba na utoto, kwa maana in general kwamba mtoto siku yote anakuwa ni mtoto wa baba, lakini kwa mitume ubuwa yake ni tofauti. Bunua watoto abna al-nabii ni kama kwamba almu'minuna kafa, waumini wote ni kama watoto wa mtume, kama alivyosema katika sura al-Ahzab, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin, hajawa Muhammad baba wa yote katika watu wenu, walakini mtume wa Mwenyezi Mungu. Bora kuwa ni baba mtoto mmoja au kuwa ni baba watu wote waumini, taban bora kuliko watu wote waumini. Kwa hiyo ubaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam sio ubaba unaokuwa kidesturi katika binadamu yote, bali ubaba wake unakwenda na aqida, innamal mu'minuna ikhwa fa'aslihu baina akhawaykum la'allakum turhamun, hakika waumini ndugu, na kama kwamba ndugu wa dini wa aqida, ndugu wa iman, na dalili kwamba alipotolewa katika ahli yake Nuh kaambiwa innahu amalun ghayru salih, yeye yote ni amali sio njema. Kwa hivyo tukizama kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kuonesha kwamba haki ya dini iko mbele kuliko ya nasab iwe kwa pembeni. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia mraatun makhzumia, mwanamke katika Bani Makhzuma ameiba, akaambiwa akatwe mkono. Akaja akamtetea, nani tumwambie Usama bin Zaid ndio anayemweza, akamsemeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kipenzi chake anampenda, labda akasamehe. Akaja Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa kukasirika sana na hamaki kubwa, kwa kusema kwamba wameangamia walioangamia kabla yenu, kwamba mtu mwema akiiba huachiwa, idha sarqa minhum ash-sharifu tarakuhu wa idha sarqa minhum adh-dha'ifu aqamu alayhi al-hadd. Akiiba mtu mwema, mtu mkubwa mwenye sharaf huachiwa, na akiiba mtu alikuwa dhaifu husimamisha hukumu na kukatwa mkono na kupitishwa amri juu ya yule dhaifu, hukumu kwa mnyonge tu. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema walladhi nafsi biyadihi والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. na hapa kweli nafsi ya Muhammad iko katika mikono wa mwake, leo Fatima binti Muhammad kaiba, basi ningelimkata mikono wake. Na hii dalili ya kuonesha kwamba katika ahliya ahli ya utume, basi watu waamini watu wake, sio mtoto binafsi. Hata sheria inapitishwa kwa mtoto ikiwa amefanya makosa. Hivi ndio alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, amal salih ni lengo na mizani ya kupimia iman khalis na amal njema, alladhina amanu wa amilus salihat, ndizo mizani mbili za kupimia imani na katika ahli moja. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akimwambia Bi Fatima, ya Fatima binti Muhammad i'mali
فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ewe Fatma mtoto Muhammad, fanya kazi, amali njema, amali salih, ujue kama mimi siwezi kukusaidia kitu mbele ya Mwenyezi Mungu. Ya Safia ammat Rasulillah, ewe Safia amati yake Rasulillah, i'mali, fanya kazi njema, amali njema. Fa inni la ughni anki min Allah shay'a, siwezi kukusaidia chochote mbele ya Mwenyezi Mungu. Ya Abbas amma Rasulillah, ewe Abbas ammi yake Rasulullah, i'mal, fanya amali njema. Fa inni la ughni anka min Allah shay'a, ujue kama mimi siwezi kukusaidia chochote kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Akasema la ya'tini an-nas yawm al-qiyamah bi'a'malihim wa ta'tuni bi'ansabikum, wasije watu wakawananijia kwangu mimi na amali zao njema wakapewa pepo kubwa kubwa, nyie mkasema fina Rasulullah, sisi tuna mtume, sisi tutatutetea, sisi tutafanyia hivi. La, abadan, nasabu yenu haikusaidini chochote ila amali zenu. Ingelimsaidia Abu Lahab kwanza, ami yake mtume. Kwa hivyo haya ndio yalikuja katika nini, akawaokoa ahli yake ni waumini wote walikuwa katika chombo. Wanajainahu wa ahlahu min al-karbi al-azim waj'alna dhurriyyatahu humul baqin, dhuria yake tukafanya ndio dhuria zake ndio zenye kubakia. Watarakna alayhi fil akhirin, tukawachia maelezo mema, sifa njema kwa wanaokuja baadaye. Baada ya kutokezea maangamizi na kuokoka aliokoka, habari zile tukaachia sifa zake njema kwa wajao baadaye. Fil akhirin salamun ala nuhin fil alamin, iwe amani kwa Nuh katika ulimwengu wote, kwa ulimwengu wote kote kula pahala, iwe salama kwa Nuh. Salamun ay salamun qawlan min rabbir rahim, hata peponi itakuwa salamu. Inna kadhalika najzi almuhsinin, hakika sisi ndo kama hivyo tunapowalipa wafanya wema. Almuhsinin wanastahiki kupata salama na kukingwa na adhabu na kutiwa peponi na kutajwa kwa mtajo mzuri kwa wanaokuja baadaye. Innahu min ibadina almu'minin, hakika yeye miongoni mwa waja wetu walikuwa waumini. Thumma baada hapo aghraqna al-akharin, tukaangamiza na kuwazamisha wote waliobakia waliokufuru. Hapa aya 82 kumaliza maelezo ya Nuh yalikuja hapa. Kwa hivyo tukitazama mtazamo wa mbio alipoanza kutaja kisa cha Nabii Nuh katika aya 75, moja kwa moja wito wa Nuh, da'wa mpaka mwisho wa da'wa una sita katika aya nyinginezo. Hapa wito wa Nabii Nuh, ya Rab nimechoka, ya Rab nimeshindwa, sasa hivi nakuachia mwenye kazi yako ulionipa. Khalas, na maangamizi yanafuatia na kuokolewa wanastahili kuokolewa, ikawa amani juu yao na jaza yao Mwenyezi Mungu huwalipa peponi, na hivi ndivyo wanawalipa. Anapoangamiza wanabakia. Hapa kimekwisha kisa cha Nabii Nuh. Inshallah darasa ijayo itakuwa tunaanza wa inna min shi'ati ila Ibrahim, kisa cha Nabii Ibrahim. Hadha wallahu a'lam.